Hii ni Kakwale TV. Katika kuhakikisha wanafunzi na walimu wanapata uelewa sahihi kuhusu ugonjwa wa Mpox, mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyekia Ali Chilukile akiambatana na kamati ya usalama ya wilaya ametembelea shule mbalimbali za halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga na kutoa elimu juu ya ugonjwa huo ili kuchukua tahadhari. Tumeendelea kutoa elimu katika maeneo mbalimbali. Leo ilikuwa na zoezi la kupita kwenye shule za sekondari ambazo wenzangu wamenipangia ratiba kwamba mimi na kamati ya usalama ya wilaya tunapita kwenye maeneo mbalimbali kutoa elimu. Kwa hiyo leo tumepita kwenye shule ya sekondari. Lengo ilikuwa ni kuwafikishia wanafunzi taarifa za uwepo wa ugonjwa nchini na namna kujihadhari na huu ugonjwa, na wao wakawe mabarozi kwenye familia zao wanakotokea. Kumekuwa na wimbi kwenye baadhi ya shule hapa nchini, hasa wanaokaa bwenini, wanafunzi wengi kufanyiana vitendo vya kikatili, hasa kuingiliana wa kiume na wa kiume. Ziko taarifa kwamba kuna baadhi ya shule hapa Sumbawanga watoto wanafanya hiyo michezo. Kwa hiyo tumefika kwa lengo la kukemea hii hali isijiendeleze, kwa sababu si maadili ya Kitanzania, si maadili ya Kiafrika, lakini tunataka tuwe na kizazi chema. Taifa hili linazidi kukua na watoto wetu ni lazima tuwafundishe maadili mema na tukemee hizi habari zisienee, kwa sababu kesho tutakapokuwa tupo, hawa watoto tunaokuja kuachia taifa tunataka tuachie vijana ambao wako imara, wana akili za kutosha, lakini wana nguvu za kutumikia nchi yetu. Baadhi ya wanafunzi ambao wamepata elimu hiyo ya ugonjwa wa Mpox wamesema kuwa ametuhamasisha tuweze kusoma na pia ametuhamasisha kuhusu ugonjwa wa Mpox. Kwa sisi kama wanafunzi tumefarijika sana, kwani kuna shule nyingi ila ameona bora aje kwenye shule yetu. Kwa kuwa sisi tunalenga juu na tupo hapa kwa ajili ya masomo, na ametusaidia ili tuweze kujikinga katika magonjwa, kwa sababu kila mwanafunzi ana ndoto za kufikia mbali. Ili mwanafunzi aweze kufikia ndoto zake lazima awe na elimu ya kutosha, nawe pia ana afya njema, kwa sababu mwanafunzi hawezi kusoma bila kuwa na afya. Kwa katuhamasisha ili tuweze kusoma, pia kujiingiza katika mahusiano, katuhamasisha pia tuweze kujikinga katika ugonjwa. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Asante. Tutashiriki moja kwa moja kutoa elimu kwa watu ambao wananizunguka, ikiwemo shuleni na nyumbani ambako nakaa. Pili ni kuelekeza maeneo sahihi ambapo akipata huo ugonjwa anaweza akaenda, ambapo tumeelekezwa na Mheshimiwa DC kwamba wanabidi aende kwenye hospitali ya Isofu, wabidi kwenye hospitali ya Sumbawanga na ambao iko kule Katumba Azimio kwa ajili ya kwenda kupata matibabu ya mapema ili kuweza kuepukana na huo ugonjwa. Wa ufaulu wa wanafunzi, kwa sababu wanafunzi wamekuwa wakijiendekeza sana kwenye swala la mapenzi ya jinsia moja, wamekuwa wakijiendekeza urafiki. Muda mwingine watu wanakuwa na utani wa kijinga sana, kukumbatiana wanaona ni jambo la kawaida, kunasababisha maambukizi ya ugonjwa kuenea kwa urahisi na kusababisha wanafunzi wa shule kuendelea na masomo yao kwa sababu ya ugonjwa. Anatumia muda mwingi kujiuguza kuliko muda mwingi kukaa darasani kujisoma. Walimu wakiongea na vyombo vya habari wameeleza namna gani elimu hiyo itawafikia wanafunzi na tahadhari mbalimbali ambazo wamekwisha kuzichukua. Wamesema kuwa sisi kwa upande wetu wa shule tumejiwekeza nguvu kubwa katika kuelimisha wanafunzi wetu, maana sisi wateja wetu wakubwa ni wanafunzi. Kwa muda mwingi tumetengeneza mazingira ambayo yanawatengenezea wao kujiepusha kukaa kando na vihatarishi au visababishi vyote ambavyo vinaeneza ugonjwa wa Mpox. Kwa ngazi ya shule tumejitahidi kutengeneza mazingira mengi ya kuweka maji tiririka na sabuni, kuhakikisha vyoo vyetu ni visafi na kuhakikisha mrundikano wa madarasa, wanafunzi darasani mrundikano unapungua kwa kuongeza idadi ya mikondo kutoka kwenye mikondo 4 kwenda kwenye mikondo 5. Lengo kubwa ni kuepusha ule mrundikano wa wanafunzi. Kwa hatua za awali tutaanza kuepuka kusogeleana, kushikana mikono, lakini tutaandaa ndoo za kunawa maji kwa ajili ya kunawa mara kwa mara. Tunaamini wanafunzi hao wanatoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tukianzisha program ya kuwaelimisha mara baada ya mkuu wa wilaya kuondoka, kianzisha program watakuwa ni mawakala wazuri kwenye jamii wanazotoka, ikiwemo wazazi wao
na walezi wao. Ili kuwa wa kwanza kupata habari, matukio, michezo na burudani kila siku kutoka Kakwale TV, bofya neno subscribe kisha alama ya kengele. Usikose.